sema uongo, kuna mgambo bado anasumbua watu hapa. Kwa hiyo kazi hiyo tulisema, na kwa safari nikakutana na habari inayofanya vurugu ya mgambo kwa sumbua kina mama kwenye masoko. Fikiria mkuu wa mkoa anaagiza kwa Twitter na mtu anakamatwa. Ndio uone serikali ya Daktari Samia ilivyo effective. Lakini mambo mawili makubwa nataka niyaseme. Moja, Profesa ametusaidia. Tunao changamoto pia ya wafanyabiashara kuwaweka kwenye majaribu watumishi wa umma na kufanya ile mifumo isifanye kazi vizuri. Yaani ule utaratibu wa kikodi upo, utaratibu wa kufuata kanuni upo, lakini hawafuati. Nitakupa tu mfano mmoja. Katika mkoa ambao haujapangwa Tanzania ni Arusha. Yaani ukienda kwenye listi ni mkoa wa mwisho ambao haujawahi ku. Yaani kama ukipanga mkoa wa kwanza ulio ambao haujapangwa, Arusha ni namba 1. Lakini kwa nini wako wajanja tu pale Ngorongoro wanatengeza vibali vya ujenzi? Sio watu wa ardhi, na wananchi wanaenda kuchukua vibali kwa watu ambao si wataalamu wa ardhi. Hapo wananunua vile vibali wanaenda kujenga. Sababu serikali peke yake haitaweza. Kwa lazima ifike hatua tukubaliane ya kwamba mimi na wewe tuwe sehemu ya kupanga mji wa Arusha. Tumehangaika sana Mheshimiwa Waziri na maelekezo ya waziri wetu wa TAMISEMI na mifumo yetu ya local government iko very clear katika wetu. Lakini changamoto ni kwamba tunapanga na nani? Unatoa tangazo la kwamba watu msiende. Mheshimiwa Waziri Mkumbo unajua. Dar es Salaam kule Mwapepande kule naambia jamani msijenge kwanza. Unashangaa mtu ameshaenda kujenga. Kwa hiyo wakati mwingine taarifa pekee tulizonazo ni za umbea kuliko taarifa za maendeleo. Yaani taarifa ndio maana hata matajiri wako wachache. Kwa sababu taarifa zinazohusu kutengeneza hela haziendi kwa watu. Hapa mpaka kitokee kituko ndio utaona kina trendi, lakini kuongeza uchumi hakuna habari ya trendi. Lakini jambo la pili ambalo nataka nimalizie, kwenye mkoa huu tumekubaliana kabla ya wakubwa hawajamaliza utaratibu, si tumekaa na TRA Commissioner Mwenda, tumekaa na waziri wa fedha. Zile taasisi zote ambazo zinakusanya fedha sehemu ambako TRA wanakusanya, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 wanaanza kukusanya TRA, wao hawatakwenda kukusanya. Na lengo ni kuhakikisha kwamba mtu mmoja anakusanya, anagawanyia wenzake. Ni kama ambavyo ukienda sasa kwenye kituo cha mafuta. Uwezi kufika pale ukakutana na mtu Eula. Uwezi pale ukaenda kukutana na mtu wa TRA. Lakini risiti yako inaonyesha ya kwamba mamlaka hii na 18%, hii 200%, hii 10% ngapi. Kwa hiyo tunaamini na pilot study tunaianza hapa Arusha. Ikifanya vizuri tunaamini itaenda na mwisho siku wale wataenda upande wa pili. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Kakaangu Chambulo nafahamu kupitia upya mambo yetu ya kikodi, na profesa amesema vizuri sana. Nitamani tu tumtendee haki ya kwamba pamoja na hizi changamoto lakini serikali inazo hatua inazozichukua kukabiliana nazo. Na unaposolve changamoto moja unazalisha nyingine, na ndio sehemu ya maendeleo yenyewe. Kwa hiyo moja nilikuwa naomba kakaangu Jeff pamoja na kakaangu Mgamba, hapa tunajadili fursa. Tutatafuta platform nyingine ya kujadili changamoto zinazozuia kuelekea kwenye fursa. Alafu tutaenda hatua nyingine. Ndio maana nimesema katika historia kwamba tulianza na TSC haikuwa makao makuu hapa Arusha. Sasa tumeileta. Sasa tunaangalia fursa tulizonazo katika Economic Forum ya Arusha. Tutaenda hatua kwa Roma haikujengwa kwa siku moja ndugu zangu, si ndio? Kwa hiyo tujikite kuziona zinapataje hela. Profesa Lumumba sio kama unanielewa? Yaani huyu hata waziri wetu Japo anatuambia serikali ya Daktari Samia awamu ya 6 inaenda kujenga mradi mkubwa wa magadi soda. Hiyo tulishasikia. Tuambie tunatengenezaje hela kwenye magadi soda. Hapa atakuja atuambie yani sisi nikitaka kupatana na wewe, what procedure can I do? Ili at the end of the day tuondoke hapa
sio tumeorodhesha idadi ya matatizo tuliyoyapitia, tumeorodhesha habari ya matumaini ya fursa tulizonazo katika mkoa wetu. Asante sana. Arusha, mmesikia?